Revocatus Chipando. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na maswali mawili ya nyongeza. Moja litakuwa swali, lakini la pili litakuwa maombi. Swali la kwanza, bwawa la Katubuka linazidi kuwatea madhara makubwa sana wananchi wa kata ya Katubuka, na tayari kulikuwa na mkandarasi pale anaendelea na kazi ya kutoa maji yale kwa kutengeneza mtaro mkubwa ambao ulikuwa unapeleka maji ziwa Tanganyika. Sasa hivi ameondoa vifaa katika eneo la site. Serikali ina mpango gani wa kumlipa yule mkandarasi ili aweze kumaliza kazi ya kuondoa yale maji na kuwaacha wananchi katika makazi yao wakiwa na amani? Lakini ombi la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naiomba serikali, sisi wabunge pamoja na kufanya maendeleo, lakini tunafanya siasa pia. Tulikuwa tunaomba pale ambapo mnaleta pesa kwa ajili ya ujenzi wa barabara, basi muambie wataalamu wenu waje washauriane na sisi ni barabara gani ambazo zikienda kujengwa zitatusaidia sisi pia kupunguza kilio cha wananchi wetu katika majimbo yetu. Lakini haiwezekani ukiwa huko bungeni unaambiwa tu greda liko mtaani linafanya kazi. Unaweza kukuta hiyo barabara inayojengwa ni barabara ambayo kwenye ahadi zako kwa wananchi wako haina umuhimu kama kuna barabara zingine. Kwa mfano, kwa ruhusa yako Mwenyekiti, naomba nimtajie barabara 5 ambazo hata nikifa leo naomba zijengwe katika jimbo la Kigoma mjini. Barabara ya kutokea uwanja wa Lake Tanganyika kupita Buzebazeba sokoni, Rusimbi, kata ya Majengo pamoja na kata ya Machinjioni. Barabara ya kutokea kata ya Mwanga Kaskazini inaitwa barabara ya Serengeti inayounganisha kata ya Mwanga Kaskazini na kata ya Gungu. Barabara ambayo inaunganisha kata ya Buhanda na kata ya Businde. Barabara ambayo inaanzia chini Vamia Bega. Barabara ambayo inaanzia madukani. Mheshimiwa Clayton ameshakuelewa kwa sababu hilo ni ombi sio swali, kwa hiyo Mheshimiwa Waziri ameshakuelewa. Tunashukuru. Nashukuru sana Mwenyekiti, naomba sana Mheshimiwa Waziri baki na hizi barabara kichwani hata nikifa leo. Hayo ndo maombi ya wananchi wa Kigoma mjini. Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwanza nikubaliane na Mheshimiwa Clayton Revocatus Chipando, mbunge wa Kigoma mjini, kwamba bwawa la Katubuka ambalo limekuwa likisababisha mafuriko ya mara kwa mara kwa wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, serikali inatambua kwamba kuna changamoto hiyo, na ndio maana ilishapeleka mkandarasi pale na tumeshafanya addendum kwenye mkataba kuhakikisha kwamba mkandarasi analiingiza swala la ujenzi wa mfereji mkubwa wa kutoa maji kwenye maeneo hayo yanayosababishwa na mafuriko ya bwawa la Katubuka kupeleka ziwa Tanganyika. Kwa naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tayari tuko hatua za mwisho za kufanya malipo kwa mkandarasi ili arejee aendelee na ujenzi na hatimaye kuondoa kero hiyo ya mafuriko ya mara kwa mara kwa wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Ni swala la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba kuna fedha ambazo zimeendelea kupelekwa za ujenzi wa barabara kwenye majimbo yote kote nchini likiwemo jimbo la Kigoma mjini, na hivi karibuni jimbo la Kigoma mjini imepelekewa jumla shilingi milioni 898 kwa ajili ya kujenga lami ya Baptist mita 800, lakini shilingi milioni 450 kwa ajili ya kujenga barabara ya Zuru kiwango cha zege mita 420, na bajeti ya Kigoma mjini imeongezeka kwa mwaka 2025-26 kutoka bilioni 3.2 za mwaka uliopita mpaka shilingi bilioni 5.33. Kwa naomba niwahakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali inathamini uboreshaji wa miundombinu ya barabara katika mji wa Kigoma. Lakini nitumie nafasi hii kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kuwaelekeza wakurugenzi wote wa mamlaka za serikali za mitaa kwamba ni maelekezo ya serikali kwamba fedha zozote zinapoingia katika majimbo yetu lazima waheshimiwa wabunge wapewe taarifa rasmi ya mapokezi ya fedha hizo na mipango ya utekelezaji, iwe barabara au miundombinu mingine yoyote. Lazima waheshimiwa wabunge ambao ni wawakilishi wa wananchi katika majimbo hayo washirikishwe ili tuwe na uelewa pamoja na maamuzi ya pamoja ya utekelezaji wa miradi hiyo. Na swala hili limetolewa maelekezo mara kadhaa
nikuhakikishie tu Mheshimiwa mbunge na waheshimiwa wabunge, tutafuatilia kwa karibu na tutachukua hatua kwa wakurugenzi na watendaji ambao hawatatekeleza maelekezo haya ya serikali. Asante.